الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى Allah ametukusanya kwa mara nyingine katika muda huu baada salati dhuhur kwa ajili ya kuendelea na darasa zetu, ikiwa leo ni dhuhur يوم الثلاثاء, na hivi leo ni ya dhuhuri ya siku ya Jumanne al-awwal min shahri Allah Shaaban, na leo ni tarehe mosi ya mwezi huu wa Shaaban mwaka 1447 Hijiria. Kwa mujibu wa ratiba za darasa zetu tumekubaliana kwamba insha Allah ndani ya mwezi huu wa Shaaban tutaanza kusoma darasa mbalimbali za kuhusiana na ahkamu za mwezi mtukufu wa Ramadhan, zikiwemo ahkamu as-siyam wa adabu saimin, zikiwemo hukumu mbalimbali za funga na adabu za wenye kufunga, kwa sababu mwezi wa Shaaban ni mwezi uliojirani kabisa na Ramadhani. Bali as-salafu salih, wema waliotangulia kwenye asri ya masahaba, kadhalika fi asri tabi'in wa atba'i tabi'in, zile karne tatu bora na baada ya pale, walikuwa na utaratibu wa kujiandaa ruhiyan wa badaniyan kwa ajili ya Ramadhani, wakijiandaa kiroho, kimwili kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ilikuwa ni ada ya salaf as-salih, na sisi kokoto iandama njia yao na tunajinasibisha na wao, tutakiwa tufanye kama walivyokuwa wakifanya wao. Inapokurubia misimu ya kheri kama hii, tujiandae nayo kwa kusoma masala mbalimbali yenye kuhusu ahkamu hizi. Kwa hivyo insha Allah taala, kuanzia leo darasa zetu zote za adhuhur zitakuwa zikitaallaq na masala ya siyam na ahkamu mbalimbali za Ramadhani, na zile darasa nyingine ambazo zilikuwa zikisomeshwa katika wakati huu wa dhuhuri zitapumzika kidogo. Tutaendelea nazo baada ya Ramadhani biidhnillah alkarim, ikiwa uhai upo. Sasa katika kusoma masala haya ya funga, tumekhitari kitabu chenye kuitwa Ithafu Ahli al-Iman bidurusi shahr Ramadan. Ithafu, kuwatia shime watu wa imani kwa darasa mbalimbali za mwezi wa Ramadhani. Kitabu hiki ni risala fupi, imeandikwa na fadilatu Sheikh al-Allama al-Mufti Saleh ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Ndicho kitabu ambacho tutakitumia katika kuyasoma masala haya. Nadhani wengi wenu mna nuskha zake, na wale ambao hawana vitabu watafute vitabu. Mkikaa mkae na vitabu. Tayib, bila kupoteza muda tutajitahidi kukisoma hichi kitabu kama kilivyo, kwa kuyafahamu yale ambayo Sheikh al-Fawzani ameandika hapa ndani, bila kuongeza masaili mengi kutoka nje ya kitabu hiki, illa
ma da'at alhajatu ila dhalik, isipokuwa ile masala ambayo patahitajika sana kujaziwa. Wa illa tukiweza kusoma kitabu hiki cha Sheikh hafidhahullah ta'ala na tukifahamu, tutakuwa tumepata faida kubwa sana kwenye mambo ya Ramadhani na mambo ya funga, na pia ili kuuchunga wakati na ili kwenda mbio na kitabu hiki, matarajio yetu mpaka tuingie Ramadhani tu tumekimaliza kitabu hiki. Bimaana Ramadhani ikianza, basi tayari tumesoma mambo mengi kuhusu funga na hukumu za Ramadhani. Tunaingia moja kwa moja sasa ndani ya mwezi wa Ramadhani kwenye utekelezaji, na kama tutachelewa, basi itakuwa ni milango michache ya mwisho iliyosalia. Tayib, tutaanza na utangulizi mfupi ambao Sheikh ameuandika. Qala hafidhahullah ta'ala, bismillahir rahmanir rahim. Almuqaddimatu. Sheikh hafidhahullah ta'ala kama ilivyo kawaida amefungua tungo yake hii kwa basmala, kwa kusema bismillahir rahmanir rahim, na huu ni utaratibu wa maulama ahli sunna wal jamaa. Katika uandishi wao huwa wanaanza kwa basmala, kwa kuigiza kitabu cha Allah al-Qur'an, lianna jamia suwar al-Qur'an uftitihat bilbasmala illa surata bara. Kwa hivyo wanaiga kitabu cha Allah, kadhalika kumwiga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika barua zake mbalimbali, akiwaandikia wafalme na viongozi kuwalingania Uislamu. Barua hizo zilikuwa zinaanzwa kwa bismillah. Lakini pia kuna faida kubwa sisi kuyaanza mambo yetu ya kheri kwa bismillahir rahmanir rahim, kama ilivyokuja hadithi ambayo wanawachuoni wengi wanaidhoofisha hadithi hiyo kwa matamko yake, kullu amrin dhi balin la yuftatahu bibismillah fahuwa aqta', wa fi ba'd alriwayat fahuwa abtar. Lakini wengi wanasema katika ulama, hadithi hii maana yake ni sahihi, hata kama isnadi yake ina kitu, lakini maana yake sahihi. Kila jambo la maana ambalo halianzi na bismillah, basi limeondoshewa baraka jambo hilo. Idhan qala Sheikh bismillahir rahmanir rahim. Almuqaddimatu, utangulizi. Na almuqaddima ni neno linalotangulizwa kama ufunguzi kabla ya kuingia mwandishi katika msingi wa tungo yake. Almuqaddimatu, utangulizi. Qala Sheikh, alhamdulillahi alladhi shara'a li'ibadihi siyama shahri ramadana waja'alahu ahkama arkani al-islam, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin afdalu man salla wa sam, ay huwa afdal, wa ala alihi wa ashabihi al-bararati al-kiram. Wa ba'd, فهذه دروس تتضمن التذكير بفضائل هذا الشهر المبارك والحث على الجد والاجتهاد فيه واغتنام أيامه ولياليه، مع الإشارة إلى بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام والقيام. قصدت بكتابتها تذكير نفسي وإخواني سائلا الله أن ينفع بها من كتبها ومن قرأها ومن سمعها من المسلمين، وأن يغفر لي ما وقع فيها خطأ أو تقصيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. صالح بن فوزان ابن عبد الله آل فوزان. شيخ نسيما الحمد لله الذي سفنجيما يستحقي يا الله ambaye shara'a liibadihi siyama shahr Ramadhan, amefanya sheria kwa ajili ya waja wake ya kufunga mwezi wa Ramadhani. Waja'alahu, na akaijalia hiyo funga ya Ramadhani, ahada arkani alislami, ni moja katika nguzo za Uislamu. Anamhimidi Allah
aliyelijalia hili. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin, na swala na salamu zishuke juu ya mtume wetu Muhammad, afdalu man salla wa sam, mbora zaidi ambaye ameswali na amefunga katika waja wa Allah walio bora katika kutekeleza ibada. Ikiwa sala na funga, basi ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ala alihi, na hizo swala na salamu zishuke juu ya watu wa nyumbani kwake, wa ashabihi albarathi alkiram, na juu ya masahaba zake waliowema watukufu. Wa ba'd, na baada ya haya yaliyotangulia, Sheikh anasema fahadhihi durusun, na haya ni madarasa, tatadhammanu, yanabeba ndani yake, ay tatadhammanu hadhihi durus, yanabeba madarasa haya ndani yake at-tadhkira, ukumbusho bifadhaili hadha ash-shahr, kwa fadhila mbalimbali za mwezi huu. Unaona fadhail hapo ilipo ala wazni masajid, ni katika zile almamnu' min as-sarf, lakinahu udhifa. fa idha udhifat almamnu'at min as-sarf insarafat, alaysa kadhalik? Naam, fahadhihi durusun, na haya ni madarasa, tatadhammanu, yanabeba ndani yake at-tadhkira, ukumbusho bifadhaili hadha ash-shahr mubarak, ukumbusho wa fadhila mbalimbali za huu mwezi uliobarikiwa. Walhathi, lakini pia si ukumbusho tu, madarasa haya yanabeba mahimizo ala aljiddi walijtihad, juu ya kufanya bidii na kujitahidi fihi, katika huo mwezi wa Ramadhani, mwezi uliobarikiwa. Waqtinami ayamihi wa layalihi, pamoja na kufaidika na masiku yake hiyo Ramadhani na nyusiku zake, yani kufaidika na michana ya Ramadhani na usiku wa Ramadhani, nyusiku zake. Kitabu hiki kimebeba darasa ambazo zinalenga mambo haya, lakini pia Sheikh anasema ma'al isharati, pamoja na kuashiria ila baadhi al-ahkam al-fiqhiyyati, katika baadhi ya hukumu mbalimbali za kifikihi, almutaalliqati bisiyami walqiyam, zenye kufungamana hukumu hizo na funga na mambo ya visimamo. Naam, kwenye kitabu hiki vile vile Sheikh ataashiria ahkamu, hukumu mbalimbali za kifikihi zifungamanazo na mambo ya funga na mambo ya kisimamo cha Ramadhani. Sheikh anaeleza, anasema qasadtu bikitabatiha, nimekusudia kwa uandishi wake darasa hizi, tadhkira nafsi, kuikumbusha nafsi yangu, wa ikhwani, na kuwakumbusha ndugu zangu. Lengo la Sheikh hafidhahullahu ta'ala kukiandika kitabu hiki ni ukumbusho tu, aikumbushe nafsi yake na kuwakumbusha ndugu zake Waislamu. Sailan lillaha, hali yakuwa ni mwenye kumuomba Allah, an yanfaa biha man katabaha, anufaishe kwa sababu ya darasa hizo yule ambaye ameziandika, wa man qara'aha, na yule aliyezisoma hizo darasa, wa man sami'aha, na hata yule aliyesikiliza tu, minal muslimin, katika Waislamu. Kawaombea dua wote hao, kuanzia yeye mwandishi kajiombea, talibul ilm, wanafunzi atakayekaa na kusoma kitabu hiki na kukipitia, bali hata yule ambaye atatega usikivu wake katika darsa akisikiza kitabu hiki, amekusanywa katika dua ya Sheikh. Wa an yaghfira li, na namuomba Allah anisamehe mimi na anisamehe mimi, ma wakaa fiha, kile ambacho kimetokea ndani ya hizo darasa za kitabu hizi, khata'an au taksiran, liwe ni kosa au upungufu moja katika haya, iwe pana kosa limejitokeza au pana upungufu, jambo halikuzungumzwa kwa kiwango cha kukamilika, basi Sheikh anamuomba Allah amghufirie na amsamehe katika hilo. Wa sallallahu wasallam, anamalizia kwa kumswalia tena Mtume alayhi salam, kama alivyoanza kitabu chake kwa kumswalia.
wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina, na amsalie Allah na salimu juu ya mtume wetu Muhammadin wa alihi wa sahbihi, mtume wetu Muhammad pamoja na watu wa nyumbani kwake na masahaba zake. Sheikh anasema ad-darsul awwal, darasa la kwanza kwenye kitabu hichi, darasa ya kwanza kabisa. Qala hafidhahu Allah ta'ala fi bayani mata furida صوم شهر رمضان على الأمة. الدرس الأول دراسة لكوانزا في بيان متى فرض صوم شهر رمضان، ni katika kubainisha wakati gani imefaradhishwa funga ya mwezi wa Ramadhani ala al-umma, juu ya umma huu. Darasa hii ya kwanza itatufundisha jambo hili, wakati gani imefaradhishwa funga ya Ramadhani juu ya umma huu. Qala hafidhahu Allah, alhamdulillahi dhil fadli wal in'am, sifa njema nistahiki ya Allah mwenye fadhila na mwenye kuneemesha. Shara'a as-siyama litathhiri an-nufusi min al-atham, ameifanya sheria funga. Shara'a as-siyama, ameifanya sheria funga litathhiri an-nufusi min al-atham, kwa ajili ya kuzitaharisha nafsi kutokamana na madhambi. Wassalatu wassalam, na sala na salam ala nabiyina Muhammadin, zishuke juu ya mtume wetu Muhammad. Hiyo sehemu unaisoma mnaiona naam. Khairi man salla wa sam, na ukifanya ni jumla mustanafa utasema khairu man salla wa sam, mbora ambaye amefunga, mbora ambaye ameswali na amefunga. Yani ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, swala zimwendee yeye alayhi salatu wassalam, mbora aliyeswali na kufunga. Bali wadawama ala alkhair, na akadumu huyo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam juu ya khairi, wastaqam, na akawa na msimamo. Wa ala alihi, na hizo swala na salamu zishuke juu ya watu wa nyumbani kwake, wa ashabihi, na juu ya masahaba zake, wa man iqtada bihi, na juu ya kila ambaye amemuiga yeye, ala dawam, zishuke hizo sala kwa kudumu. Na wengine wanasema ala dawam, aliyemuiga yeye kwa kudumu, juu ya kudumu katika kwa kumuiga, ni sawa. Amma ba'du, ama baada ya hayo yaliyotangulia, Sheikh anaendelea kwenye mlango huu, anasema qala Allahu ta'ala, amesema Allah hali ya kuwa mwenye kutukuka, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wal ayatu ba'daha, Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, kutiba alaykumus siyamu, kumefaradhishwa juu yenu kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama vile ambavyo kumefaradhishwa kwa kufunga juu ya wale ambao waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili nyinyi mpate kumcha Allah, mpate kuwa wacha Mungu. Ameitaja aya hii, asema wal ayatu ba'daha, na aya nyinginezo zilizokuja baada yake aya hii. Hii ni suratul Baqara aya 183. يقول الشيخ فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة، وحقيقة ametaja Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi aya takatifu, annahu kataba siyama, kwamba hakika yeye amefaradhisha kufunga, ala hadhihi al-umma, juu ya umma huu, umma wa Muhammad, kama kutiba ala man qablaha min al-umam, kama vile ambavyo kumefaradhishwa huko kufunga ala man qablaha, juu ya wale ambao wamekuwa kabla ya umma huu, min al-umami, katika nyumati mbalimbali. Wa kataba, na hili neno kataba bimaana faradha,
lina maana amefaradhisha. Fasiyamu mafrudun ala hadhihi al-umma wa ala al-umami qablaha. Kwa hivyo funga, shaka nasema fasiyamu, na funga, mafrudun, anakusudia funga ya faradhi, na funga ni yenye kufaradhishwa, funga ya Ramadhani na funga ni yenye kufaradhishwa ala hadhihi al-umma, juu ya umma huu, wa ala al-umami qablaha, na juu ya nyumati nyingine kabla ya umma huu. Funga ya Ramadhani imefaradhishwa. Tutaona zile hatua